mezani. Lakini hoja zile walizokuja kutuletea mezani wametuletea Ijumaa. Tumepata muda gani wa kujadili mpaka leo tunakuja kuamua? Ndio maana tunasema hatuwezi kukubali wanachokihitaji wao, kwa sababu wanatulazimisha tufanye wanavyotaka wao, sio tunavyotaka sisi. Hatimaye ndio leo imetimia. Mbele yangu ya kamera nipo na Shabani Mpira Pesa, naye akiwa tayari ameshafika na kuhudhuria kwenye mkutano mkuu wa wanachama. Shabani, niko vizuri, nashukuru Mungu, tumeamka salama na kila kitu kimeenda vizuri na nimefika katika mkutano, basi nashukuru alhamdulillah. Tuambie mkutano ndio siku leo, lakini kuna mambo mengi ambayo ungependa kuwasilisha, lakini maboresho pia kulingana na mengi ambayo yamekuwa yanatokea. Tuambie kwa wakati wako kama mwanachama. Kwanza nimefurahi kwa sababu mkutano wa mwaka ni kubwa kwenye katiba. Kwa hiyo nadhani huu ni mkutano wetu wa mwaka na viongozi wetu wametekeleza kilichokuwa kwenye katiba. Lakini kilichokuwa ndani ambacho kinaenda kujadiliwa, kuna vitu vingi kama wengi hawajapata nafasi ya kujadili vitu vilivyokuwa ndani kutokana na zile rasimu za hilo swala tumechelewa kupewa. Then tumepewa Ijumaa. Kama mimi nimekuja kupata Ijumaa na kikao Jumapili, na maana kabla siku moja na ndio tumekabidhiwa. Kwa hiyo tumejaribu kupitia, lakini sijajua elimu kama imewafikia watu wengi, kwa sababu mkutano naona watu wengi wanakuja hapa, sijajua kama imefikiwa. Lakini hata utaratibu wa kukabidhiwa hizo karatasi wenyewe nimeona kama haukuwa rafiki sana, kwa sababu wamekabidhiwa viongozi wetu wanani wilaya Alhamisi usiku, lakini then wametuambia kwamba kila mtu akitaka hiyo nakala aipate, basi aende kwa mwenyekiti wa wilaya akachukue akatoe kopi, then yeye mwenyewe ili apitie. Sasa klabu kubwa kama Simba kwa kumwambia kila mtu atoe mwenyewe kopi, nadhani hiko ni kitu ambacho kwangu kimenisikitisha sana. Kimenisikitisha kwa sababu viongozi walikuwa na uwezo kutoa kopi, wanatambua matawi yao, wanafanya nao vikao kila siku na kila siku tunajadiliana mambo ya Simba. Walikuwa na uwezo kabisa wa kutoa kopi hata kila tawi, hata kama kopi hata kama 50, ili kila mtu apitie na kwa wakati. Kwanza wamechelewa kutupa, wametupa Ijumaa. La pili, unabidi uende kutoa kopi mwenyewe. Sasa kama ile kopi una hapo, nadhani mtihani. Kwa hiyo kile kilichoandikwa mule ndani, nadhani kila mtu kaona, wale ambao walopitia. Lakini labda niwaambie tu watu, kilichoandikwa ndani kuna baadhi ya hoja tumeona sio hoja rafiki, kwa sababu hawakuweka ushirikiano baina ya wanachama wao na wao viongozi kwamba tunaenda kujadili kitu gani. Leo tunaenda kuambiwa kwamba ni mwenyekiti wa bodi ambaye alikuwa anatokea upande wa msabuni wetu, then inataka ibadilike ingie upande wa wanachama, yani mwenyekiti wetu wanachama na ndio viongozi. Lakini hili swala alihitaji mambo haraka haraka. Hili swala linahitaji elimu. Sasa kabla elimu bado hawajatupa, sisi tunasema kwa upande fulani hilo swala kwetu litakuwa gumu, kwa sababu tunajua jinsi ya utaratibu wa uongozi jinsi ulivyo. Sasa wametulazimisha kwamba tuje kufikisha hilo kwa sababu wao, na ndio maana wamechelewa kutupa karatasi. Wangetupa karatasi mapema, ina maana tungejadiliana na kuliongelea hilo tulio tunaenda kufikia. Pengine hapo kuna watu tafsiri gani? Kuna baadhi ya vitu haviko sawa. Haviko sawa. Kama mkutano mkuu ndio wenye maamuzi ya kuamua na wanaoamua mkutano mkuu ni sisi wanachama, kwa nini karatasi zimechelewa kufika kwetu? Lakini then kwa nini leo mwanachama anaambiwa utoe kopi wewe na ndio usome hizo ajenda? Vitu vya ovyo kabisa. Lakini ajenda umezisoma? Nimezisoma ndani. Sasa mimi inawezekana nimesoma, lakini mkutano huu siko peke yangu. Nadhani unaona kuna lazima. Lakini elimu lazima ifike. Huwezi kufanya jambo bila kupata elimu kwanza. Lazima upewe elimu ya kitu ambacho unachoenda kujadili. Kosa la viongozi wetu wanalofanya ni moja tu, hawatoi elimu kwa watu ambao wanawaongoza. Leo tunakuja kwenye mkutano, tumepata ajenda Ijumaa, unakuja kujadili nini? Kama kuna vitu tunaona havifai, ina maana wanachotaka tuingie katika mkutano tuende kuanzisha mlolongo ndani ya mkutano. Wangesema mapema, ina maana tungekuwa tunajadiliana na wao wangefanyia kazi. Sasa hoja wamekuja kutuletea mezani, lakini hoja zile walizokuja kutuletea mezani wametuletea Ijumaa. Tumepata muda gani wa kujadili mpaka leo tunakuja kuamua? Ndio maana tunasema hatuwezi kukubali wanachokihitaji wao, kwa sababu wanatulazimisha tufanye wanavyotaka wao, sio tunavyotaka sisi wanachama. Kitu gani ambacho hujakikubali hasa kutoka kwa
katika ulipopitia. Nafasi ya uongozi wa juu na ndio unashika klabu yetu ya Simba. Tumeona klabu yetu ya Simba ina uongozi upande wetu wa sisi wanachama. Kumetokea migogoro mingi sana baina ya wanachama na viongozi wao, baina ya viongozi na viongozi, baina ya viongozi na mwekezaji. Sasa leo tutakapokabidhi majukumu haya bila kupewa elimu, nadhani wana Simba twendeni tukajitafakari mara mbili. Sitaki kumzungumzia mwingine, lakini nasema maamuzi ya mkutano mkuu ndio maamuzi yanayobeba Simba. Unataka upewe elimu ya nini wakati wanachama ndio wenye klabu na 51% ziko upande wa wanachama na ndio ambao wanatakiwa kusimama kwa maslahi ya klabu? Kuna kitu gani kinakutatiza wakati inajieleza kabisa? Elimu ya kitu gani kingine hapo? Mnakuwa na hofu na mwenyekiti wenu wenyewe wanachama? Kabla hata mkutano huu kuna mkutano tulifanya tukapitisha hili. Tulikaa kikao tukapitisha hili. Tukakubaliana mbele ya viongozi wote wa serikali na pamoja na mkutano mkuu unaosema makubaliano yetu upande wa mwekezaji na ndio upande ambao utatoa mwenyekiti wa kuongoza bodi. Sasa wamekuja ghafla, kabla hawajatuambia kuna mabadiliko gani, wanatuambia twende kubadilisha. Then wanatuambia serikali imesema. Serikali haitoi uamuzi wa Simba Sports Club. Serikali inasimamia haki na sheria za kutovunja amani katika nchi yetu. Uendeshaji wa klabu ya Simba wanaufanya wenyewe wanachama ndani. Kama tutaingia ndani tukasema tupigane, serikali hapo wanaweza kushiriki. Lakini maendeleo ya klabu ya Simba ndio maana hata ada tunatoa wanachama, hawatoi serikali. Kila mtu anajua pesa yake anaitoa wapi. Hata uendeshaji wa nani klabu sisi ndio tunatoa. Mambo yote mapendekezo haya, kwa sababu hata hili la mabadiliko hawakutushauri serikali. Wenyewe wanachama tulikaa tukasema tunahitaji mabadiliko. Nadhani kuna watu kama walikuwa na kumbukumbu. Police Mess Evans Ambeva tulimwambia tunachohitaji ni mabadiliko. Hatutaki ajenda nyingine, tunataka ajenda ya 9 mabadiliko. Kwa hiyo lazima sisi wanachama tukikiwe na sisi tunaamua. Kama tuliamua mwenyekiti wa bodi atoke upande wa mwekezaji, kama kuna mabadiliko wangekuja kutupa elimu, ndio maana Simba ina matawi. Lakini swala hili halijafika kwa katika matawi, limefika kwenye matawi ikiwa bado siku moja siku mbili mkutano. Kwa hiyo kuna baadhi ya hilo swala limetoka kwa mwanasheria mkuu wa serikali, manake hapo kuna sheria, kanuni na taratibu ambazo zimefuatwa kutokana na jinsi ambavyo miundo ya kisheria na kikatiba inahitajika kuwa, na ndio maana wametoa maelekezo na sio ushauri. Kwa upande wenu kwa maana wanachama wa Simba, hamuoni kama mtakuwa mnapingana na sheria na taratibu ambazo zipo ndani ya serikali na muundo wa uwekezaji ambao wanautaka serikali uwepo? Mkianza kupinga vitu wakati ni maelekezo, hata barua inajieleza kabisa sio ushauri, ni maelekezo, kifanyike 1 2 3, kiondolewe hiki kiweko hiki. Huoni kama ni sheria imetoka moja kwa moja kutokana na jinsi ambavyo sheria zilivyo za serikali? Sisi mkutano mkuu, na narudia tena, mkutano mkuu ndio unatoa maamuzi. Na uamuzi huo tulishautoa. Tumejua serikali wameweka hiyo kwa sababu wana vitu ambavyo wao wanaweka serikali. Lakini klabu ya Simba bado hatujafikia huko. Ikifikia wakati swala hilo litafanywa mchakato na litarekebishwa. Shida inakuja sehemu moja tu. Hawashirikishi watu katika hivyo vitu wanavyofanya. Then mnapokuja kwetu mkaja kutupa elimu, na sisi tunaenda kufahamu. Inawezekana serikali mambo mengine wakasema baadaye akaja kuleta madhara mbele. Kuna mambo mangapi yanaamuliwa na serikali lakini baadaye yanaleta madhara. Kwa hiyo hata sisi ili kwa sababu sisi ndo tuko ndani ya Simba yetu na sisi ndo wanachama. Hao tunaona wanachama wanajua madhara ya kila kitu kilichokuwa mbele yao kutokana na utaratibu wa uongozi wao jinsi wanavyoongozana. Hata kwenye serikali tumeona kuna viongozi wa serikali wengine wanakosea. So kama kiongozi wa serikali na ndo analolifanya hilo ni sahihi. Kwa hiyo ndio maana hata sisi tunataka tufuatwe kile ambacho tunachokihitaji. Kila kitu lazima kiendane na wakati. Walitulazimisha katika mikutano mikuu kama hii, wao wanakuja kila wilaya viongozi 3. Na walituambia serikali imesema hivyo. Sasa then yule aliyokuwa na kadi yake nyumbani anaenda kufanya nayo nini wakati wao umempa kadi? Kwa hiyo sisi tuligoma, lakini mbona Simba inaenda leo kwenye mabadiliko haya ambayo yamefanyika sasa hivi? Na rudia tena, hawakutushauri serikali. Sisi wenyewe wanachama ndio tumeamua mfumo wa mabadiliko katika klabu yetu. Walitushauri serikali. Leo Simba kama tungetaka mfumo wetu uwe vile vile ungekuwa mpaka leo. Lakini sisi ndio tunataka mabadiliko. Kwa hiyo hata hili tunajua udhaifu wa baina ya viongozi wa Tanzania hasa katika masuala ya mipira. Kuna mtu anaitetea hii sekta ili mradi apate 1%. Sasa hatutaki 1%, tunataka ukweli na uwazi. Kama wanataka kufanya kitu chochote wapite kwenye matawi. Simba ina matawi. Waje kutoa elimu, sio wanatupa karatasi zile siku za tukio.
Karatasi tumepata Ijumaa, tunajadili nini? Kama kuna sehemu sisi tunaona haifai, tutaenda kujadili na nani wakati karatasi mtupa Ijumaa, mkutano huko leo Jumapili? Kwa hiyo kuna vitu mimi nasema kututendea haki. Sisi tunahitaji Simba yetu songe mbele. Ndio maana tulimdai Evans Aveva, tunahitaji mabadiliko kwa lazima. Kuna vitu kama vitatu hivi ambavyo vimelenga kwenye mabadiliko haya, na uniambie Simba kama Simba inaonekana haina kichwa, haina kiwiliwili, imeungana bodi ya wakurugenzi na Simba yenyewe. Mamlaka imeagiza kuwepo na kamati tendaji ya Simba na uongozi wa Simba kabisa ambao umejitosheleza kabla ya kukutana na uwekezaji. Lakini kingine wamesema mwekezaji zaidi ya watatu angalau kwa ajili ya kuiwezesha Simba kupata pesa ya kutosha. Unaonaje kama bilioni 20 hizo ambazo zinazungumzwa zikawa tatu na malaki bilioni 60? Kwa upande wako unalipokeaje hilo? Ndio, kuna vitu vingine tunakuja kuvitia sasa hivi. Na ndio maana tunasema tunaweza tukalaumu viongozi hawana utaratibu wa kutushirikisha sisi wanachama. Kwa sababu kama kuna mtu kasema toka mwaka 2020 Simba inaonekana haitambuliki system yake na haina kichwa wala miguu. Fikiria wewe mwandishi na Mtanzania mwingine yoyote, toka 2020 mpaka sasa hivi 2025 inaishia inaenda 26. Hatujaambiwa hata siku moja kama Simba haina kichwa wala miguu. Lakini baada ya kufikia hili ndio tunaambiwa Simba haina kichwa wala miguu, ili mradi kuna kitu fulani kipite. Ndio hivi vitu ambavyo tunavyovipinga sisi. Kwa nini wanachama thamani yetu ni ndogo? Sizungumzi kwa sababu ya kumzungumzia mtu kwamba mtu fulani kafanya hivi. Kwa nini wanachama hatushirikishwi katika thamani? Wanachama tunaenda kushirikishwa hapo wanapotaka maamuzi. Tumeona maamuzi ya leo. Watu wengi wanatengeneza watu, wanapiga kelele kwa sababu kuna vitu wanavitaka vipite. Vikipita kwa nini kuna vitu vingine sisi hatushirikishwi wanachama? Wakati klabu kila kinachoamua tunaenda kuamua sisi. Na ndio maana tunasema ili zoezi ili liweze kukamilika, lazima tutengeneze mchakato wa kuenda kujadiliana zoezi letu liende. Lakini kama kidesign wametupa karatasi Ijumaa. Leo tunakuja kufanya kikao. Wanatulazimisha kuna baadhi ya vitu tupitisha ambavyo kwa sisi hivyo vitu hatujue maslahi yake mbele ni nini, kwa sababu tunajua viongozi wetu walivyo. Leo waandishi Simba Sports Club kuna watu wao maisha yao kila siku kwenye Simba. Wanatuongoza tu kila siku. Kila siku wanatuongoza wao. Kwani Simba haina watu wengine? Na wao ndo wanatetea maslahi ya pande hizo. Kuna upande ukishakuwa na neema utaona wamehamia kwa neema. Kuna upande mtu akishachekechwa anahamia sehemu ambayo hajachekechwa. Hiki kitu na ndio kitu kinachotuumiza. Ifikie wakati wana Simba waachie wana Simba wengine waongoze, kwa sababu kuna mtu anataka maslahi. Leo kuna watu wanatetea hoja, ukamuuliza hoja hiyo ya kuwa hivi na hivi na kuaje, kaambiwa labda atakuwa mkurugenzi wa wanachama, labda atakuwa sui yeye nani, atakuwa bodyguard wa timu, atakuwa sui nani. Kuna wengine vyo hivyo hatutaki. Tunachohitaji pointi hizo kupata matokeo uwanjani, tupate furaha tu. Mna mkutano leo, lakini leo kuna mechi. Wewe unasemaje? Imekaaje? Kwa sababu maneno pia hapo mengi. Hayo mambo tunayozungumza leo. Hayo tunayozungumza leo. Mkutano na mechi. Halafu then acha mkutano na mechi. Leo tuna mechi. Si ndio hivyo? Viongozi wa kupambania timu yetu 80% wako hapo. Na mechi ya kwanza tumepoteza game. Walikuwa wajui kama Simba tarehe hii watacheza mechi. Hako serious na timu yetu, wako serious kimaslahi. Hako serious kabisa. Tuzungumze ukweli. Haijakaa sawa. Kwa nini walikuwa wajui kama leo kuna mechi? Sasa upo kocha kule, mambo yanaenda fresh tu. Tunachohitaji kushiriki timu zote. Tumeona Berkane, tumeona Al Ahly wanakuja, watu wao wote ambao wanakuja kutofanya timu yao ishinde. Viongozi wetu wote wapo 100% kubwa huku. Tena sisi timu yetu tunacheza mechi ngumu zidi ya hata mkipoteza leo hii itakuwa umechangiwa na mkutano mkubwa. Kwao ni sawa, lakini kwetu nafsi zinaumia. Kama tulivyoumia mechi ya Angola. Tumeumia, lakini kuna kiongozi wa ndani katuambia kuna watu wanachekelea na wao viongozi wako ndani. Sisi mashabiki tunaumia, kuna watu wanapoteza maisha yao, kuna watu wanafanya vitu vya ajabu, lakini mbona wako serious na timu yetu? Hii sio timu ya kufanya biashara yako. Hii ni timu ya kuongoza watu wapate furaha. Wana Simba wote hamna mtu anataka hela ya klabu ya Simba. Kwa unatarajia nini kwenye mkutano nani sasa? Mkutano vipengele walivyopanga, vingine wamevipanga kwa maamuzi yao, hatukubaliani navyo. Kama mwenyekiti wa bodi wa klabu ya Simba tulivyokubaliana awe upande wa mwekezaji. Kama kutakuwa kuna mabadiliko tutafanya mbele. Leo hatutakubali kwa vipengele. Asante. Shukrani.